Irene, mwalimu mzuri na mwinjilisti. Sasa naomba nimlete kwenu sasa mwalimu wetu wa pili, anaitwa Daniel Kamugisha. Naomba tusimame tafadhali, ndio mkasema kofi na vigelegele kwa ajili yake wakati anasogea madhabahu. Ongeza tena kelele za shangwe na vigelegele kwa ajili yake. Amen, 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 amen. Katika 20 mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baraka zote za shirika. Usiogope. Mungu leo ni mtii. Kwanza tuanza na swali. Nini maana ya neno mtii? Nini maana ya neno mtii? Kiongozi. Mwingine. Sasa na story. Asante. Kutii kufanya sawasawa na ulivyoelekezwa. Jinsi ya kutii: kulifuata neno la Mungu na maagizo yake. Tuangalie katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 9. Mstari wa 9 inasema, jinsi gani kijana asifiche njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Jinsi ya kutii: kumheshimu kila mtu. Tunawezaje kumheshimu kila mtu? Kumheshimu kila mtu ni kama mtu akakwambia kwamba uende kuheshimu kila mtu, inabidi umsalimie mwenzako. Sasa vijana, ukikutana na mzee unamuona kama umeshalingana naye. Tuangalie katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17 inasema, Kutoka 20:12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa nini tutii? Tunapaswa kutii kwa sababu kutii ni bora kuliko kitu chochote. Tuangalie katika Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15 hadi wa 2. Ana akajibu akasema, hasha, bwana
wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Kwa faida yetu ni lazima kutii. Warumi 13 mstari wa 5. 13 mstari wa 5 unasema, kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya sheria. Ndio, tunabidi kutii, si kwa sababu tu ya ghadhabu. Kwa hiyo tukulie vijana kama uwe mtii. Faida za kutii: tunakula mema ya nchi. Mema ya nchi ni kama yapi? Mema ya nchi ni kama yapi? Mema ya nchi ni kuwa na amani. Sasa mema ya nchi ni kama majumba, magari, pesa, biashara. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Unasema, kama mkikubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Ndio, tunabidi tutii ili tule mema ya nchi. Na pia tunabidi tutii, na hauwezi kuacha kutii, na usipotii hauwezi kupata biashara. Usipotii hautapata gari. Usipotii hautapata nyumba. Utakuwa tu unakaa kwenye nyumba kwa kupanga. Bwana atafungua milango yako, nayo itafunguka. Isaya 45:1. ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Amen. Bwana, viumbe au vitu au watu wengi watatu tisisi. Luka 10:17. Luka sura ya 10 mstari wa 17 unasema, ndipo wale 70 walirudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatii kwa jina lako. Tutaingizwa katika hali ya wenye haki. Tuangalie katika Warumi 5:19. Kwenye Warumi 5:19 tutaona tutakapoingizwa katika hali ya wenye haki. Warumi sura ya 5 mstari wa 19 unasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Ndiyo, msipotii kwanza mtakuwa na dhambi, hamtaishi miaka mingi. Mapenzi yake kwetu huwa mengi. Mapenzi yake kwetu ni kutupa ulinzi, afya njema, baraka. Tuangalie katika Wakorintho wa 2
sura ya 7 mstari wa 15. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 15. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 15 unasema, na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi, akumbukapo kutii kwenu ninyi nyote, jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka. Matokeo ya kutokutii. Matokeo ya kutokutii ni kama tu hasara za kutokutii. Mtu asiyetii huangamizwa. Tuangalie katika Misali 30 mstari wa 17. Na vifaranga wa tai wataliwa. Isaya 1:20. Isaya sura ya 1 mstari wa 20 inasema, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Tutarejea kwenye mateso. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 39. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 39 unasema, mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Kukataliwa na Bwana. Na bila usipotii kukataliwa na Bwana. Na kisha utaenda kwenye moto. Jana. Tuangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15:25. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 25. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23 inasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na kunyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme.